Changu chako, chako changu. Karibu mpenzi msikilizaji katika makala ya Changu chako, chako changu. Juma hili uko nami Ruben Lukumbuka kwa niaba ya mtangazaji mwenzangu asiyependa makuu Ali Bilali, na leo nakuletea habari ya kushangaza mwaka huu kuhusu kijana aliyeandikisha historia katika kusafiri kutoka mji wa Goma kwenda hadi Kinshasa akitumia baskeli kilomita takriban 3,000 kwa safari ya miezi mitatu. Na kwenye kipengele cha Le Parler Francophone nitakuletea mahojiano maalum na mwalimu wa tafsiri ya lugha mbalimbali kwenye mikutano ya kimataifa katika jiji la Nairobi na maeneo mengine. Na katika kipengele cha muziki tutakuwa naye Mr. Zizu King Z, msanii wa kizazi kipya kutoka huko DRC na ambaye amejikita katika kuwahimiza vijana kuepukana na uraibu na matumizi ya dawa ya kulevya. Karibu msikilizaji katika makala hii. Bienvenue. Na msikilizaji, kwa kuanza kabisa ni kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC ina ukubwa wa kilomita za mraba milioni 2,345,408, na hii inaifanya DRC kuwa nchi ya pili kwa ukubwa barani Afrika baada ya Algeria na Nigeria. DRC ni kubwa pia katika eneo la Afrika ya Kati. Swala kubwa linaloiathiri nchi hiyo ni tatizo la miundombinu ya barabara, kwa sababu nchi hiyo haiunganishwi vya kutosha na barabara, licha ya kuwa na mikoa 26, mikoa yenye ukubwa unaofanana kama nchi nyingi. Bila ya kuingilia katika historia kwa undani, msikilizaji, leo tutajikita tu kwenye tukio la kihistoria lililofanyika na kijana ambapo hadi sasa watu wengi wangependelea jina lake lichapishwe katika vitabu vya kumbukumbu vya nchi hiyo, na ambaye amefanikiwa kusafiri kutoka mji wa Goma, eneo la mkoa wa Kivu Kaskazini, mashariki mwa nchi hiyo, hadi mjini Kinshasa, mji mkuu wa taifa hilo, huku akitumia baskeli, na atatuambia lengo lake lilikuwa lipi. Kawaida umbali kati ya mji wa Goma mkoani Kivu Kaskazini mashariki mwa DRC na jiji kuu la Kinshasa unakadiriwa kuwa kilomita kama 2,678 kwa urefu, na kwa safari ya ndege kutoka mji huo wa Goma hadi Kinshasa huchukua karibia saa 2.5 hewani. Bila ya kurepeza muda, msikilizaji, makinika nasi katika simulizi hili kupata kusikia alivyoanza safari yake kijana huyu hadi kuingia kwenye mji mkuu wa Kongo, Kinshasa, na hii baada ya miezi mitatu. Kwa majina naitwa Miguel Masaisai. Ndiyo, mimi natokea Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nilikuwa athlete, mwanamchezo professional. Nilikuwa nikienda kuwakilisha Kongo kwa mashindano nje ya Kongo. Sasa mbele vita ikuje, nikasema nataka kufanya kitu kikubwa kwa ajili ya kuonesha kama huko kwetu Eastern Party mambo inapitikana huko, na kutosha hiyo naonesha tena kama Kongo sio tu vita. Kongo kuna vijana ambao wanaweza wakafanya vitu vikubwa, hata vita inakuwa huko mashariki mwa Kongo. Na umefanya siku ngapi katika safari yako ukitumia baiskeli kuzunguka Kongo? Ndiyo, kwa saa hizi nimefanya kama miezi mitatu, kwa sababu nilitoka hapo mji wa Goma tariki 1 Mei na nimefika hapa Kinshasa tariki 5 August kwa njiani. Watu wengi hawajaamini kweli kama umesafiri tu kwa baiskeli. Je,
kwa dhamiri zako na akili zako timamu kweli kweli, hakuna gari iliyokubeba, kuna mahali ulifikia unachoka ukaomba msaada wa kuchukue kwa gari au? Hapana, mimi ni professional athlete. Mimi nimezoea kufanya hiyo, na kabla ya kufanya hiyo ya kutembea hapa Kongo, hiyo mwaka inapita nilienda huko Afrika Kusini. Ilikuwa 7000 kilometers kutokea hapo Goma. Sasa hapa sijafika hata hiyo 7000 kilometers, na ninatembea na kuwa na GPS ambao inawakilisha kama natembea tu na baiskeli, kwa sababu hiyo GPS ina calculate speed, kila kitu yote, nikimaliza inaonesha. Inajulikana kwamba hili kwa kweli huwezi kuniambia kinyume chake. Kongo, mtu kutoka Goma kufika Kinshasa, watu wengi huwa wanatumia ndege, lakini imekuwa kuwaje wewe hadi utumie baiskeli hadi kuja kufika Kinshasa na kufanya mzunguko wote huo? Ndiyo, kwa mwanzo kutoka hapo Goma nimevuka hiyo boda kuingia hapo Rwanda, kwa sababu kwa kutoka Goma leo, hiyo ndiyo njia moja inakuwa watu wanataka kuenda nje ya Kongo. Nimetoka hapo Goma, step ya kwanza Kigali, nimetoka hapo nimeenda paka Rusumo kwa mpaka kati ya Rwanda na Tanzania. Nimetoka hapo Rusumo nimeenda paka Tunduma ni boda kati ya Tanzania na Zambia. Nimetoka hapo Tunduma mpaka nilifika hapo Kasumbalesa ni boda kati ya Zambia na Kongo. Ndio nimetoka hapo Kasumbalesa, nimepita huko mafasi kama mamji kama Lubumbashi, Likasi, Kolwezi. Nimeendelea, nimepita mamiji mkuu kama Mbujimai, Kananga, Chikapa, Kikwit, mpaka vile nimekuja kufika hapa Kinshasa. Barabara kuna mafasi yaikuwa rahisi, lakini tumejitahidi mpaka tumefika hapa. Kama nakuelewa vizuri, sio kwamba ulipita ardhi ya Kongo tu, manake ni kwamba ulitoka nje ya Kongo ili ufike hadi Kinshasa. Ndiyo, nilitoka nje ya Kongo to the eastern part of Congo. Kutoka hapo Goma mpaka Lubumbashi. Nimeshuka kwa nchi hizo zinapatikana mashariki ya Afrika. Ndio, mpaka nimeingia hapo mji wa Lubumbashi na nimefika mpaka nimefuata sasa hiyo njia moja, route nationale numero 1, mpaka nimefika hapa Kinshasa. Aha. Na hapo sasa unajihisi vipi kumaliza mbio hizi hadi kufika Kinshasa? Mimi najihisi nasikia nina furaha sana. Nina furaha sana kwa sababu nimemaliza hii kitu na nimekuwa mkongomani wa kwanza kufanya hii kitu. Umesema miezi mitatu mtu kutoka Goma hadi kufika Kinshasa, mji mkuu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kwa ndege kutoka Goma kufika Kinshasa huwa inachukulia muda wa saa ngapi? Ndio, kwa ndege ilikuwa kama masaa 2.5 ama karibia saa 3 na safari. Karibia saa 3 ya safari kwa ndege. Na hili wazo lilitokea wapi? Ni nini hasa kilikusukuma hasa zaidi kufanya safari hii ya kujitolea namna hiyo? Ndio, kitu kilinisukuma ni kuangalia, unajua sisi tunakuwa mashariki mwa Kongo, na mashariki mwa Kongo kunakuwa, wanajua mashariki mwa Kongo kama sehemu kunakuwa vita tu, na mimi kupitia mwendo, wale watu wote watakuwa wakiangalia mwendo hii, nitasema na sisi mashariki ya Kongo tunataka amani. Kuna milima ulikwea, ulipanda, manake pengine kisaikolojia ambacho umejifunza katika safari hiyo kikubwa, mbali na kupeleka ujumbe wa amani? Ambacho nimejifunza kupitia safari hii ni kusema kwamba nimeangalia kama mkongomani ni mtu mzuri fasi yote kwenye anapatikana, na kutoa hiyo nimeangalia kama Kongo, watu wanajua Kongo hakuna mabarabara, lakini kupitia safari hii nimeangalia kama kupita hata kama mwaka 1-2 Kongo yote itakuwa na barabara, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nimepita na kutana barabara zinajengwa kabisa. Nilikuwa nikipita mafasi kuna misitu, niko mimi mwenyewe, kulikuwa kuna woga,
kuna mahali nilikutana na wanyama. Sasa kisaikolojia iligusa kabisa. Ulipata wanyama wakali wale wa msituni, wanyama pori, hukufikiria kwamba pengine sasa ndio kuisha kwangu hapa? Ndio, nilikuwa nikienda nasikia roho haiko fasi moja, kwa sababu nilikuwa nasema hapa hii nyama ikinikuta hapa ni kuisha. Lakini nilikuwa nikijua nafanya kitu kwa ajili ya amani. Hata wanyama nadhani walijua, wanasema huyu ni mtu wa amani, hatuwezi tukamfanya kitu. Uliwaonyesha bango, bwana mimi nataka amani, napeleka ujumbe wa amani. Ujumbe wa amani, sio wakakuachia njia. Wakaniachia njia. Aha. Basi mimi bwana nikushukuru sana. Asante na hongera kwa ujumbe huo. Sasa ulipofika Kinshasa, ujumbe wako umeufikishia nani, na umeonana na bwana Tshisekedi kumfikishia ujumbe huo? Ujumbe ambao tulitoka nao ulikuwa moja, hiyo ujumbe ya amani. Tulifika, watu wengi walitupokea. Tulifika kwa wakati ambayo wakubwa wengi walikuwa wamekuwa na mashughuli nyingi, lakini gizi nimefika hapa, tuko katika matayarisho na nadhani kwa siku zinakuja tutaonana na wakubwa wote na tutawafikishia ujumbe ambayo tulitoka nayo huko mashariki mwa Kongo. Miguel Masaisai, nikushukuru sana na hongera kwa safari ndefu hiyo kule DRC. Asanteni sana. Ukiwa Mwanza nchini Tanzania, unasikiliza matangazo ya RFI Kiswahili kupitia Inland FM, Afya Radio na mitandao ya kijamii. Lakini ukiwa kule DRC, maeneo ya Mutwanga, wilaya ya Beni, unasikiliza RFI Kiswahili kupitia Renzori Voice Radio RVR. Bali huko Beni, sikiliza RFI Kiswahili kupitia Radio Rwanzururu FM, Radio Semliki FM, VOS, Radio Tele Espoir RTE huko Mangina na Beni, lakini pia Radio Liberte mjini Beni, DRC. Makala hewani ni changu chako chako changu. Leo uko nami Ruben Lukumbuka. Changu chako chako changu. Namna katika kipengele cha Le Parler Francophone, kama nilivyokujuza msikilizaji, leo makinika na mwalimu wa tafsiri ya lugha mbalimbali kwenye mikutano ya kimataifa jijini Nairobi nchini Kenya, na hapa nitamtaka ajitambulishe. Asante sana kwa fursa unayonipatia ndugu yangu Ruben Lukumbuka. Mimi kwa majina naitwa Robert Ahadi Mushosheke. Mimi ni coordinator wa diaspora ya Wakongolizi wanaoishi hapa nchini Kenya. Hivyo tu mimi wanasimamia mambo 2-3 katika hii diaspora yetu. Asanteni sana. Na mbali na kutoka diaspora, unahusika na masuala ya utafsiri wa lugha mbalimbali kwenye mikutano ya kimataifa. Hili likoje? Ndio, tulipokuja hapa Kenya sisi wengi hatukuwa tunajua lugha. Kwanza Kiswahili ilikuwa ni ngumu sana, vile unajua Wakongo tunaongea Kiswahili lakini huwa tunaitanga sana na lugha nyingine kama French, kama Lingala. Ilikuwa vigumu sana sisi kusikizana na ndugu zetu wa Kenya. Unajua mahali nitasema, Mkenya atasema mimi naenda kununua, mimi naenda nasema nitaenda kuuza. Ilikuwa ni ngumu sana. Na nilipoona wakati tulikuwa tunahudhuria mikutano mingine ya kimataifa ama mikutano mingine kama UNHCR, tulikuwa na shida kubwa sana ya kusikizana. Nikapata hiyo idea, sijui ilikuwa ni mwito. Nikasema kwa nini nisifanye nikuwe ni kama mimi nikuwe kati ya wale wanaoongea lugha fulani na wengine wanaoongea lugha fulani, ili kwamba nikuwe nirahisishe, wanasema fluidity kwa Kiingereza, kwa hiyo mtiririko wa mawasiliano kati ya wanaoongea lugha hili ama watu wa culture hii na watu wa culture hii, wapate kusikizana wakati watakapokuwa na jadili mambo inayohusu pengine afya, mazingira, hata politics. Tuko katika nchi inayozungumza lugha ya Kiingereza, na umesema kwamba unatokea katika nchi ambayo inazungumza Kifaransa. Pengine unawarahisishia wengine namna gani kupata kuelewa lugha yenyewe ya Kifaransa?
Ndio. Sasa lugha tunafanya interpretation ama hiyo kutafsiri lugha ina tatu. Kuna tafsiri ya inaitwa consecutive interpretation, ni hiyo mtu anasema na kukaa muda na wao unasema. Hiyo kama wanafanya kwa kanisa, mambo kama hiyo inaitwa consecutive interpretation. Kuna nyingine yenye mimi sasa tumeingia ndani sana kinagaubaga, hii inafanyika katika conferences za Umoja wa Mataifa sana, inaitwa simultaneous interpretation. Ni kusema huyu atakayeongea hiyo lugha anayoongea ndani imegonga kwa masikio yangu, mimi lazima itoke kwa lugha nyingine. Nitakapoongea kwa microphone lazima nikuwe mahali inaitwa booth, nikae mahali nyuma ya huko ya ukumbi, na hapo wale watu watakuwa kama waelewe lugha fulani inayoongelewa hapo katika hiyo conference. Lazima utavaa task, utavaa hizo headphones, kwa sababu atakuwa anaongea hapo mbele, anaweza kuongea kwa Kiingereza. Mimi najua kama kwa hii ukumbi pana watu wanaongea Kifaransa, lazima mimi ndamsikia kwa Kiingereza huyo anayeongea, mimi niongee kwa Kifaransa kwa microphone, na wewe kama wanayoongea Kifaransa unayokuwa kwa hiyo ukumbi utavaa hiyo headphones ili kwamba upate kunisikia kwa lugha unaojisikia bora ndani. Inaitwa consecutive. Na ya tatu inaitwa hiyo kuongea kwa masikio. Kama pengine una mpango fulani, tuseme na minister, na wewe unatoka nchi ya Kongo na hamwezi kusikilizana lugha, mimi sasa nitakuja hapo karibu yako ama kando yako, niambie minister kitu unachoongea. Inaitwa in French chuchotement. Ni hizo ndio kazi tunafanya katika hii mambo ya utafsiri wa lugha. Na wewe unaongea lugha ngapi ambazo unaweza kutafsiria mtu au watu? Mimi saizi nina kampuni inaitwa Mushosheke Consultancy. Sisi tuna wafanyakazi wengi wanaoongea lugha yenye mimi siwezi kuweza kuongea. Mimi binafsi naongea, je parle français, I speak English, hablo Espanyol, naongea Kiswahili kidogo hiyo yetu ya Kongo, naongea Lingala. Hizo ndo mimi nafanya kazi. Na kama kuna yenyewe mimi siwezi kuweza kuongea, lazima ndaita mtaalamu wa hiyo lugha akuja tusaidie kwa kazi. Unasema kampuni hiyo inaitwa Mushosheke Consultancy. Okay. Ni kushukuru sana Bwana Mushosheke Robert, na bila shaka pengine kwa kukupata zaidi kiurahisi jijini Nairobi, aidha kimataifa, bila shaka naona umekaa kimataifa, kukupata kiurahisi ni vipi hasa? Lazima uangalie mitandao yetu, tuko kila mahali kwa mitandao. Ungeandika jina Mushosheke Consultancy utatuona kwenye Google, kwenye TikTok, kwenye Facebook, tuko mahali. So the number is 0710 4974 59. Na kushukuru sana, asante sana kwa kushiriki nami katika makala changu chako chako changu. Asante Robert Mushosheke. Asante sana ndugu yangu Ruben Lukumbuka, nashukuru sana. Na baada ya kumsikiliza Robert Mushosheke, mwalimu wa tafsiri ya lugha mbalimbali kwenye mikutano, na sasa kuelekea tamati, wimbo huu Come Closer wake Zizu Kingsley kutoka huko Butembo, DRC. Makinika nami na wimbo huo. Usiku na mchana, roho yangu inaita jina lako baby. Ukinituna napoteza control. You got me falling, I know fit tonight. Baby reviens chez moi, gebyoke nangana sangio, bana balobyoke muzika, but my heart is obengayo zonga. Molieza droga, we know they gonna sang you to live. Napumua lakini siishi. Baby come close, don't go far. Kuyambio baby, nishakupenda. Really you be my only one. Kuyambio, songelanga, nishakulo. Really be my only one. Baby, don't leave me alone. Nimebaki na
Namni kwa wimbo huo ndio nami nafikia tamati ya makala ya changu chako chako changu. Umekuwa nami Ruben Lukumbuka, nikutakie kila laheri, Jumapili njema, bon dimanche.